Mahafali ya 4 ya kidato cha 4 katika shule ya sekondari Iyumbu jijini Dodoma yamefanyika Oktoba 18, 2025 huku changamoto kadhaa ambazo zinaikabili shule hiyo zikiwekwa hadharani mbele ya wazazi, walimu pamoja na wahitimu, ambapo mgeni rasmi amezijibu kwa vitendo, huku baadhi yake akiahidi kuzishughulikia ndani ya miaka 5 baada ya uchaguzi mkuu ujao kupita iwapo atachaguliwa. Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Iyumbu Emanuela Liovale pamoja na mmoja wa wanafunzi wa kidato cha 3 shuleni hapo wamezibainisha changamoto hizo wakati wakisoma risala. Kwanza, upungufu wa meza ambao ni 164 hatuna na viti 184, hivi vyote ni vya wanafunzi. Upungufu wa baadhi ya miundombinu hususan maabara 3 za masomo yote ya sayansi. Ukosefu wa uzio hapa shuleni, hali inayopunguza usalama wa shule na kusababisha kushindwa kudhibiti wanafunzi wanaotoroka. Ukosefu wa viwanja vya michezo na upungufu wa vifaa vya michezo kama vile mipira ya pete, mikono, miguu, jezi na magoli. Ukosefu wa kisima cha maji. Hili limekuwa ni tatizo kubwa sana, kwani maji yamekuwa yakikatika mara kwa mara, hivi kupelekea kuwa katika mazingira magumu kwa wanafunzi na kwa walimu kwa ujumla. Umaliziaji wa madarasa mawili, ni kwamba madarasa haya mawili ni kwamba watoto wanatumia huku bado hayajakamilika. Ukosefu wa nyumba za walimu, ambapo mpaka sasa hatuna nyumba hata moja ya mwalimu. Changamoto nyingine ni ukosefu wa mabweni au hostel. Hii inapelekea wanafunzi wanaokaa kambi kutumia madarasa ya kujifunzia, ambapo hupelekea wanafunzi wa vidato vingine kukosa madarasa ya kujifunzia. Ndugu mgeni rasmi, changamoto nyingine ni uhaba wa maji. Hii hupelekea shule kushindwa kuanzisha miradi mbalimbali katika vilivyo vya umwagiliaji na wanafunzi kukosa maji ya kutumia shuleni. Mgeni rasmi Sadiki Mponyamili ambaye pia ni mgombea udiwani wa kata ya Iyumbu jimbo la Mtumba jijini Dodoma kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, msikie akizijibu changamoto hizo. Kwa vijana wetu hawa, na kwa sababu bado wapo form 1, form 2, form 3 tunaowaacha, na natamani sana maabara hii wakaweze kuitumia. Natamani hili nilibebe vile vile, nihangaike nalo katika kipindi cha miaka 5 inayokuja, jambo hili na jengo hili likaweze kukamilika na hatimaye vijana wetu waweze kufanya practicals kwenye jengo la maabara. Mahafali safi. Jambo la 3 ni ukosefu wa uzio wa shuleni. Nafahamu hili eneo ni kubwa sana. Wazazi wangu wanaelewa, eneo la sekondari lilikuja kuongezwa na mwenyekiti wetu wa mtaa aliweza kusimamia hilo. Wale kulipwa fidia walilipwa fidia. Kwa eneo tuliokuwa nalo mwanzo limeongezeka zaidi. Naomba nilibebe jambo la uzio tukalifanyie kazi. Pale ambako tutagundua kuna uwezekano wa kufanya, tulifanye na kwa moyo mmoja na mapenzi yake yatimizwe. Jambo la 4 ni ukosefu wa viwanja na vifaa vya michezo. Ndugu zangu, wakati naambiwa vifaa vya michezo, niliuliza kuhusu kiwanja cha mpira. Nikaambiwa kuna mahali fulani kuna mlima, kuna kichuguu. Naombeni jambo hili niweze kulifanya. Natamani tuende tukafanya uchaguzi, tukimaliza nitaleta grader lije lisawazishe uwanja huu ili vijana wetu waweze kufanya mazoezi ili waendelee kujenga miili yao. Kwa kweli mazoezi ni afya. Mahafali safi. Lakini vipo vifaa vya michezo, mipira, jezi. Sasa kwenye mpira ipo mpira ya kike na ya kiume. Leo hii nilikuja na mipira michache tu.
nilikuja na mipira michache, mipira miwili, lakini nimekuja na seti moja ya jezi ambayo ina pisi 14. Nitaiacha mahali hapa na imani itawasaidia vijana wetu wanaobaki kwa ajili ya mazoezi. Lakini bado naendelea kusisitiza michezo ni afya, michezo ni burudani. Moja kati ya jambo ambalo nimenuia na hata Mavunde ameweza kulisema mara kwa mara, na mimi nalisema leo kwenye shule yetu ya sekondari, natamani nikapambane na michezo. Pale ambapo tunaweza kukutana na shule za jirani tushindane, nitafanya hilo jambo likawe motisha kubwa. Natamani sana shule ambazo zinazunguka kata yetu tuweze kufanya michezo ya kila namna ili angalau kuendeleza vipaji vya vijana wetu walioko form 1, form 2 na form 3. Jambo jingine ni ukosefu wa kisima. Ndugu zangu, kwanza nimechelewa kufika mahali hapa. Niliambiwa angalau kwenye saa 4 niwe mahali hapa, lakini asubuhi nimeamka na watu wa kuchimba visima. Kwa hiyo wapo wanaendelea na uchimbaji Chihinda, lakini wapo watu wengine walienda kwa ajili ya kupima kisima kingine, na nimewaambia wakitoka kule watakuja kupima mahali hapa kwenye shule zetu. Natamani sana tukikutana kwenye mahafali ya mwakani, hili jambo tulitolee kama ushuhuda kwamba ni jinsi gani visima vinatunufaisha. John Israel, Banda Media, Dodoma, Tanzania.